ni nini? Hiki ni nini unachonifanyia lakini? Kwa nini kila siku mimi hivi? Angalia, umeleta tena mwanamke mwingine leo. Sasa Mpola, wewe mara ngapi nimekuambia usije kwangu bila taarifa? Kwa hiyo mtu akitaka kuja kwake mpaka akupigie simu wewe. Hapa mimi pia ni kwangu vile vile. Nina haki. Nina haki kama mwanamke mwingine. Wewe Prince, utaendelea kuongea na wewe mara yako au unaondoka kwetu? Wewe na usinichanganye, ingia ndani. Kwa hiyo umeamua kunizilishia sasa. Umeamua kunionyesha ulijali wako. Umeamua kunionyesha ushababi wako kama yeye ni mwanaume lijali. Kweli? Angalia. Vitu vya kufanya naye ndani unafanya nje mbele yangu. Mpola, nisikilize. Sitaki tujaze majirani hapa, sawa? Hakuna tunayemfaidisha hiki kinachoendelea hapa. Naomba uondoke, nitakupigia simu nikikuhitaji. Prince, nakupenda. Nakupenda Prince. Asa wewe, yani wewe mwenyewe unashindwa tu kuulinda moyo wako. Mimi ndo nitaulinda. Hivi wewe ni mwanaume wa aina gani? Ni mwanaume wa aina gani uje kunifikiria hata chembe? Hebu nifikirie na mimi nina moyo. Nina nyama jamani. Sasa kwa taarifa yako, hapa nje siondoki mpaka nijue mnatoka saa ngapi huko ndani. Niko hapa. Nilikuwa sijakuona. Basi tena wakati unatembea unaangalia mbele. Sawa, nimekuletea zawadi zako. Kabla sijasahau. Okay. Asante. Utabadilika lini labda? Kwa hiyo mimi nimejitutumua kukuletea zawadi pamoja na pesa, lakini umechukulia tu hizi. Hebu kuwa basi kama wapenzi wengine. Mtu akikuletea zawadi basi furahi. Eti okay poa. Asante. Asante ndo nini? Sasa wewe unataka nifanyeje? Si umenipa nimekwambia asante. Kingine unachotaka nini? Wewe tatizo lako unasahau kwamba hapo naongea na Msukuma na sio mtangu. Sasa unafanya nini? Na navyokwambia yote sijaridhika. Wewe unajua mimi vitu nimepata wapi mpaka kukuletea wewe? Ili mradi tu kuimarisha upendo wangu kwako. Unachukua vitu unaondoka tu, hata kunikumbatia basi kuniaga. Tutasaidia. Basi baadaye nakuja. Piga simu kabla hujaje.
Karibu bosi. Shikamoo bosi. Bosi ni wewe? Hivi tunacheza nafanya biashara? Toka nimeingia kwenye hili duka dakika 15 nzima mtu haupo, na kama ningekuwa mimi ni mwizi hili duka lote nishaliamisha na nishaondoka nalo. Ulienda wapi? Leo nimeamka siko vizuri bosi, tumbo langu linaniuma, ndio maana nimeenda chooni. Okay, mimi na shida ya 100,000. Niandike katika kitabu, kesho au kesho nitakupatia. Nimekwambia nataka 100,000. Moja nielewa, naongea Kizungu au? I need money. Labda nikwambia Kizungu ndio utanielewa. Unajua nanili mauzo hayajaenda vizuri. Wateja sasa hivi hawaji, kwa hiyo biashara imekuwa na changamoto. Sijauza. Kama cheza segere hapa. Siku tatu Mpola. Laki ofisini hakuna. Kweli? Hii ni biashara? Kuwa serious. Ni kweli hamna laki? Bosi, siku 2-3 hizi mimi kiukweli sijafanya biashara yoyote. Kazi yangu mimi ni kufungua na kufunga na kufanya usafi tu humu ndani. Sijauza. Huwezi kuniambia pesa hakuna. Wakati jana kuna mteja kanipigia simu kabisa anahitaji mzigo kwenda mkoani. Na nimemuelekeza hapa. Na amenipigia simu kwamba tayari umeshafanya naye biashara fresh. Sasa hizi unaniambia laki hakuna. Mbona mimi sikuelewi? Huyo mteja bosi hapa hajafika. Kia Mungu tena mimi sijamuona. Tunakoendea utaondoka. Huko ulipofika ni mbali sana bosi wangu. Hizi ni changamoto tu za kwenye biashara, kuna kupata na kukosa. Kwa hiyo kama imetokea hasara kama hii, inabidi tuvumiliane tu bosi, naomba tu unisamehe. Sio kwamba ni uzembe wangu, hapana. Nisamehe bosi wangu. Endelea. Amna bosi, tunaomba unisamehe. Sasa nimefanya nini mimi jamani? Kiukweli nimekaa na nimefikiria. Nimegundua nilifanya makosa kukuacha ukaenda. Zumuni la kuja hapa kuja kukwambia bado nakuhitaji kidogo. Tafadhali nakuomba urudi nyumbani. Hivi unanichukuliaje? Yaani unahisi tu mimi ni mtu wa kupinduliwa, ukitaka unanirudisha, ukitaka unanitoa, si ndio? Sina maana hiyo. Lakini nilichogundua kwa sasa mimi siwezi kuishi bila wewe. Turudi bwana, haina maana wewe tena kuniacha bure peke yangu unakuja unaishi na mwanamume mwingine, haina maana. Au unataka kuniambia umeshasahau yale yote ambayo tulikuwa tukiyafanya tukiwa wawili? Sikia nikwambie. Msamaha una vitu viwili, usahau. Kuna ndio na hapana. Usifanye hivyo. Tafadhali. Niko chini ya miguu yako, usifanye hivyo. Mimi sio Mungu, usinipigie magoti. Kuna nini hapa? Huyu Moha. Sasa kule nilipokuwa naishi alinikopesha kitu nikawa nimehama bila kumlipa. Sasa muona magoti vinahusiana na nini? Sana tiatia tu huruma, sijamlipa hela yake muda mrefu. Kwa nini unadai shilingi ngapi? 5,000. Shift tatu. 2,000 utakuja kuchukua kesho. Kesho.
Shoga yangu, mimi mwenzako kuna jambo linanitatiza. Hebu kwanza nikuulize, ushakumpa zawadi mpenzi wako? Na kama ukimpa, anapokea kwa reaction gani? Mpola, mbona unanishangaza shoga yangu? Yaani kabisa unavyonijua mimi. Nikamna zawadi eti nimpelekee mwanaume. Kama nani? Amekuwa bangu mzazi labda naenda kumpelekea zawadi. Imekuwa nani yeye? Sikia shoga yangu nikwambie. Yaani mwanamke hata siku moja uruhusiwi kununua zawadi kampelekea mwanaume. Yaani mwanaume ndio anatakiwa yeye anunue zawadi, akuletewe mwanamke. Sio wewe ndio ununue zawadi tumpelekee mwanaume. Hizo akili matope. Afu kabisa eti unaniuliza eti unakuja hapa unauliza vitu vya kijinga tushe kumpelekea mpenzi wako. Mpenzi? Mapenzi ya samaki. Kuna mapenzi sasa hivi. Wewe tena ndio sikushauri. Usije ukasubutu hata siku moja kumpeleka mwanaume zawadi. Bibi, nitakucheka. Nitakuona wewe mshamba. Kwanza wewe mwanaume mwenyewe atakuona wewe mwanamke ambaye hujafunzwa ukafuzika ukatulia. Upo? Kwa unavyoniangalia mimi ndugu yangu, kabisa ninavyosimama hela yangu naitafutia kwa tabu hivi. Nitoe tena nikalipe toto la jitu. Kwa kipi? Mimi siwezi kumpa mwanaume zawadi hata siku hii, hata siku moja. Hayo maneno yako unaongea yaendane na vitendo. Sio kuongea tu vitendo. Bibi, upo? Shoga yangu, yote 9. 10. Sasa kuna namba tao nipata 5,000. Unaomba maiti damu. Haya mimi 5,000 naitolea wapi? Hapa nilipo hata kula sijala. Bora hata ulivyokuja wewe unipe hata 2,000 nipate kula mchana. Mimi tena nikupe 2,000 wakati mimi ndio nahangaika mtaani kwa wewe unafanya kazi. Mimi na kazi gani ndugu yangu? Alafu hela si nimekupa juzi tu umeenda kusuka. Leo tena naomba 5,000. Sasa jamani umesema umenigia la kusuka. Sasa hiyo nyingine si matumizi mengine. Wewe unakosaje 5,000 wewe? Wewe umesimama hapo kutwa nzima hujaingiza hata 5,000. Sina. Hata nikikuonyesha hela za umu hakuna hata 100. Pakope upe. Haya bwana. Basi siku nyingine ukiwa na mambo yako yakilinganyika kama usiniite. Basi kapike uniletee chakula shoga yangu. Maana leo napumulia vigogo. Na umenyima 5,000 nikuletee chakula? Sipo. Nitakuja jitu. Utataka hela kusuka kenge wewe. Nisema kama nimebundi. Yaani mimi kweli lakini na nusu nimetoa. Zawadi nimetoa jamani. Hivyo mara utaacha leo. Unajua nimekuvumilia kiasi gani? Wanawake zako wanapiga simu kila siku, kila dakika. Utaacha umalaya lini wewe? Mbona unakuwa mpumbavu? Kwani unakuwa malaya wewe? Yaani wewe ni mchafu. Alafu ni mjinga. Yaani mimi nimekuvumilia Prince nimeshindwa. Nimechoka. Siwezi kuwa na mwanaume malaya. Sasa unaenda wapi sasa? Unataka niende wapi? Niendelee kukaa na wewe malaya? Niendelee kuvumilia upumbavu wako? Hivyo unaniona mimi sina akili? Unaniona mimi ni mjinga? Wewe unijui. Fanya huo malaya wako, ukimaliza nitafuta. Nipishe bwana mimi. Tabia tabia. Wewe Safi vipi? Poa. Mbona kupigia simu yangu upokee? Sijaona. Hivi kupigia kote simu kule hata miss call pia? Sasa ningeona ningekupigia au. Sawa tuachane na hayo.
Mimi nimekomisi na ndio maana nimefika hapa. Na emergency, kuna sehemu natakiwa kuelekea na nishachelewa. Kwa hiyo uwepo wangu hapa hauna maana. Wewe mara ngapi nimekuambia usije hapa bila kupiga simu? Nimekupigia sana simu. Piga simu vibaya mno. Sijaziona, ningepokea simu ambayo sijaona. Wewe unakuja kavi unaenda chooni rafiki yangu? Nishakwambia ukitaka kuja piga simu au toa taarifa. Mimi ningeota kwamba fulana anakuja. Sawa. Wewe nenda. Mimi niachie funguo utanikuta ndani. Ukirudi muda wote tu utanikuta. Si ndio mpenzi? Una wazimu eti? Yaani mimi nichukue funguo ndani kwangu nikupe wewe. Mimi nitolee kiwingu hapa. Mwaka huu nimepatikana. Kama ndo mapenzi yanapelekesha hivi. Kwanza niseme asante sana mganga. Maana sasa hivi pale ofisini mabosi wamekuwa wakiniweka kipaumbele katika kila kazi. Shukrani sana. Lakini leo kuna changamoto kubwa ambayo imenileta hapa kwako unisaidie. Pale nyumbani kwangu nilikopo nikiishi na mwanamke ambaye tulikuwa tukipendana sana. Lakini kutokana na sababu zisizoeleweka tukajikuta tumeachana. Baadaye nikaja nikakaa nikafikiria, nikagundua maisha yangu bila yeye ni changamoto. Tena ni changamoto kubwa sana. Sasa nikakaa nikaona hapana. Nijue namna gani unaweza ukanisaidia. Pole sana kijana. Lakini kama unavyojua hapa kwangu akishindikana kitu chochote kile. Taja jina la mkeo. Hilo limeisha kijana. Mambo mazuri yanakuja. Usiwe na haraka. Sogeza kwa choo chako. Kiboko yake hiyo. Mchezo kuisha. Umeiona hiyo dawa? Ina masharti madogo sana endapo utaenda nayo sambamba. Lakini ukifanya mchezo utakuja kujuta baadaye. Chukua hiyo dawa. Asante sana. Masharti yake ni madogo sana. Muda unaoenda bafuni kuoga, unachukua hiyo dawa unatia kwenye maji. Muda unaoga sasa, unakuwa unanuia maneno yenye baraka ndani yake kwa ajili ya huyo mkeo. Atarudi nyumbani na mtaishi vizuri kama zamani. Umenielewa? Mimi niseme asante sana mganga. Nashukuru sana. Basi unaweza kwenda. Asante. Prince yule pale. Kama nilivyokufundisha, mtu kama unampenda afu hakupendi, unatakiwa umuoneshe na wewe kama wewe unajua kukaza. Sawa? Kwa hapo sasa hivi tunapita. Hakuna kumletea shobo ya aina yoyote ile. Tunapita buyu. Yaani hapo tunapita kavu kama tujawaona. Yaani mimi hapa sasa hivi nimeamua. Hata aniite vitu sisimami na wala simshobokei. Sasa hivi nimeamua tunapita. Twende.
Mpola. 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 Nikupe moyo wangu wa kwako ukisimama, tende halua yangu nimedata mazima. Nakupe. Mambo. Poa. Unaelekea hapa? Kuna sehemu tunaenda mara moja. Mbona unapendeza hivi leo? Asante. Anyways, sikia. Hapa nilikuwa nawaza kukupigia. Sema tu ndio wewe umetokea hapa, nikasema sio kesi, acha nikupange. Ulikuwa unataka kunipigia? Yeah, nataka nikupigie. Kuna issue nataka kuzungumza na wewe. Basi mimi kuna sehemu na wewe. Baadaye tutaongea. Ushaanza kuzingua. Sasa huko na Kowai na mimi hapa, nani mwenye faida? Wewe hapa. Kweli niliona choo kichafu nikaona kuna maji hapa nisafisha alafu nikaweke mengine. Sasa uchafu wa choo kinahusiana nini na maji yangu ambayo mimi nataka niende nikaoge? Sikia. Hapa mimi naona tutaweza kumaliza maongezi yetu. Naonaje tu tuzungumzie nyumbani. Kuna kitu nataka kudiscuss na wewe. Sawa. Melinda. Wewe nenda, baadaye tutaonana.